Nisikilize. Kwenye msitu tuko wawili tu. Yaani naweza nikakufanyia umafia wowote. Afu hakuna mtoto anaweza kujua kama uko wapi. Yaani naweza nikakata kichwa chako nikakuzika humu na hakuna mtoto ambaye akajua wapi ulipo. Ukitaka nikusamee, naomba uniambie kitu kimoja. Nani ile kutuma uniletee zile picha? No. Wewe, ina maana wewe tukio pia unalifahamu, yani hizo picha umetumiwa pia? Ndio, nimetumiwa. Okay. Ni pazuri hapo. Nisikize kwa makini Lisa. Naomba nitumie namba sasa hivi ya huyo mtu ambaye amekutumia hizo picha. Ili nimfanyie research na nimgundue ni nani. Mpumbavu mkubwa huyo anayetufanyia sisi michezo sio na maana. Nitumie sasa hivi namba yake. Tasha, hii namba hata sielewi. Inaonekana ni namba ya Oman. Sawa, vipi? Kai bado hajafahamu chochote kuhusiana na hili swala? Yaani kwa hili inaonekana kabisa tayari ameshajua. Maana nimemkuta ameshika kisu. Wewe vipi? Ulivyoniletea picha na kunikimbia ulisi kwamba sitakupata, si ndio? Brazo, unaniumiza. Nadhani kama kunipiga kwako unaweza kupata chochote. Sina imani hiyo. Wewe dogo. Ukiniangalia unanichukuliaje? Unachukulia mtoto wa mama, si ndio? Yaani namna ambavyo unaniona hivyo unachukulia mimi falafala tu bwege mmoja hivi, si ndio? Nisikize nikwambie kitu. Mimi ni mafia. Yaani mimi ni badman. Niko Dizim kitambo yani. Ninashafanya mafia wote. Wewe unaambia kitu mimi. Brother, unaniumiza ndugu yangu. Unaniumiza. Nisikilize. Kwenye msitu tuko wawili tu. Yaani naweza nikakufanyia umafia wowote. Afu hakuna mtoto anaweza kujua kama uko wapi. Yaani naweza nikakata kichwa chako nikakuzika humu na hakuna mtoto ambaye akajua wapi ulipo. Ukitaka nikusamee, naomba uniambie kitu kimoja. Nani ile kutuma uniletee zile picha? Brother, nilipotaka kukwambia kila kitu. Sema. Wege wewe. Mbavu nini? Sema ukweli la sivyo nitakuua hapa leo. Mimi nipo tayari kukwambia kila kitu bro. Sikuficha kitu kimoja. Nakwambia ukweli. Kiukweli alinipa zile picha. Alikuwa ni mwanamke. Lakini alikuwa amevaa mavazi ya Kiarabu. Hivyo sikuweza kuona vizuri sura. Kakaangu, muda wote nakuita hata unisikii. Samahani, unaona nilikuwa busy na focus na simu, so nilikuwa sikusikii. Samahani sana. Sawa. Habari za saizi? Habari, mimi niko fresh, sijui wewe. Mimi niko poa. Samahani kaka. Wewe ni mwenyeji au mtaa? Naweza nikasema ni mwenyeji au sio mwenyeji kwa sababu bado sijakufahamu, alafu isitoshe na mavazi uliovaa kama tupo Uarabuni. Unaogopesha ujue. Hata usijali kuhusu hilo. Mimi kuna mkaka mmoja hivi nilikuwa namuulizia. Ni mnene hivi, anapenda kuvaa miwani. Anaitwa Tasha. Sijui unamfahamu? Mr. Tasha? Ya, Mr. Tasha namfahamu. Yaani in short kwenye huu mtaa hapa hakuna mtu ambaye simfahamu. Na ndio maana sababu hata ukija ukiulizia Msomali au Mr. AI wengi wananifahamu kwa sababu ukiniuliza tu kitu wana Google hapo. Yaani Tasha namfahamu vizuri sana, namfahamu. Mimi na mzigo wake hapa, nitamani umfikishie.
lakini usijali, kuna zawadi kidogo kwa ajili ya kufikisha huu mzigo kwa Tasha. Unajua shida sio zawadi. Hapana. Ila shida ni ningependa kugundua ndani kuna nini, kwa sababu bwana, unaweza ukanipa mzigo kumbe ndani kuna bomu, unanipa mzigo kumbe ndani kuna madawa. So lazima nijue ndani kuna nini. Yaani siwezi kupokea mzigo ambapo sijui ndani kuna nini. Kaka, hebu jikubali. Sasa huo mzigo akiniuliza nani kakupatia, mimi najibu nini? Akikuuliza kwamba nani akakupatia mzigo, mwambie akishafungua huo mzigo atamfahamu ni nani aliyekupatia. Okay, basi mimi nikutoe hofu Mimi naamini mzigo wako umefika mikono salama. Na naamini utamfikia muhusika. Lakini sasa nitakapompatia huo mzigo, mimi na wewe tutaonanaje? Au ndio inatosha tu kukutana hapa na kupeleka tu mzigo, yani inatosha, haina haja kuonana tena? Kuhusu kuonana mimi na wewe, tuombe Mungu. Pengine ipo siku tutakutana. Au sio? Basi mimi nikutoe hofu. Mzigo wako umefika. Sawa? Poa. Asante. Mimi ndugu wangu, sijui chochote. Unajiumiza bro, unajiumiza. Napiki kweli kilichofanya nisifanye vile kuletea ule mzigo ni kwa sababu ya pesa. Na mimi nadhani pesa ndio zimeniponza mimi. Pesa ndio zimeniponza bro. Ile unavyonipiga unanionea, mimi sijui chochote ndugu yangu. Unaniumiza bro, tafadhali niache tu niende. Oa, una uhakika na iko ambacho nakizungumza? Halo. Hello Tasha. Naam kaka, niambie. Fresh, kwema? Kwema. Tasha, naomba tukutane sasa hivi. Nina shida ya haraka sana. Hapana kaka. Hatuwezi kuonana saa hizi kwa sababu kuna jambo fulani nashughulikia hapa. Sawa. Lakini huwezi amini ndugu yangu. Nishamgundua mwanaume anayetembea na mke wangu. Unasema? Mwanaume anayetembea na mke wangu nishamgundua tayari. Kwa naomba sana tukutane Tasha. Okay. Nitakurudia. Nitakupigia muda sio mrefu. Hivi huyu Kai itakuwa ameshafahamu kuwa mimi natembea na mke wake au bado hajafahamu? Itakuwa bado hajafahamu. Kama angelikuwa amefahamu, basi asingesema kwamba nimeshamfahamu mtu ambaye anatembea na mke wangu. Angesema nimekufahamu. Hivyo basi inabidi tuonane naye. Bado hajanijua huyu. Kaka, nakuomba niache niende nikaendelee na majukumu yangu mengine. Yaani mpaka muda usielewe rafiki yangu. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa. Natamani kulizima hili jambo na sijui nitalizima vipi. Na nahisi Kai atakuwa ameshagundua. Na kama amegundua atamdhuru Tasha. Akimdhuru Tasha mimi ndo nitakuwa sababu. Na sitamani kabisa Tasha adhurike. Yaani hata sijui nitafanya nini. Pole. Yaani hapo jinsi ya kulizima hilo swala ni wewe tu kurudisha mapenzi kwa mumeo. Yaani jenga ukaribu kama ule mliokuwa nao mwanzo. Yaani ile siku ya kwanza mliokutana. Bila hivyo, hapo vita kweli itatokea. Ina maana huyo mtu kama ameweza kuwapiga picha wewe na Tasha, kuna kazi maalum amepewa na mtu ya kuwafuatilia. Alafu huyo mtu kama kaweza kukutumia picha wewe, kamtumia picha na Tasha. Je, unahisi aje mtumia mumeo? Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana.
ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Kuwa makini, pia tuwe makini katika hili swala. Yawezekana kuna mtu anatufuatilia. Zawadi, sasa huu ni wakati wa fursa, na siku zote fursa hutakiwi kuichezea hata kidogo. Tasha alinipa kazi nimtongoze Lisa ingie naye katika mahusiano, lakini kwa kuwa wewe umeniambia Tasha na Lisa wapo kwenye mahusiano, sasa hapa mimi naona Tasha anavyoonekana mtaki Lisa, ndio maana akanipa hii kazi. Sasa hili ni dili, tulipaswi kuliacha. Kwa hiyo hapo natakiwa tufanye dili ili tupate pesa, mpenzi wangu. Unaelewa vizuri Zawadi? Bravo Dibwe, mimi na wewe tulipendana kwenye madili tu, lakini ukweli ni kwamba mimi na wewe hakuna hata mmoja kati yetu mwenye ndoto za kuishi na mwenzie, lakini kitu kinachotuunganisha sisi sote ni pesa. Na kupitia hizi picha nilizokuwa nazo itakuwa ni rahisi sana wewe kumpata yule mwanamke, na baada ya hapo utaenda kuchukua pesa zako kwa Tasha alizokuahidi. Na pia hakikisha unapotembea na yule mwanamke unampiga picha za utupu. Yaani hapo tutakuwa tumepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Yaani tunakula pesa kwa Tasha na tunakula pesa kwa Lisa. Unaona ionaje hiyo? Maana wewe Dibwe huwezi kunioa. Yaani mimi na wewe hatuwezi kuoana, ila tunadumu tu kwa sababu ya madili. Na vile vile wewe ni mwanaume ambaye unafanikisha sana kunifikisha kileleni, ila kiukweli mwanaume pekee ninayempenda ni Kai. Ila pongezi ziende kwako kwa sababu wewe ni mwanaume unayejua kuichapa barabara. Na nikuondoe hofu kwenye hilo, hata nikiolewa na Kai bado utaendelea kuichapa barabara bila kipingamizi chochote. Nitakupa namba za Lisa, utampigia na utamwambia wewe ndio ulimtumia hizo picha kupitia namba yako ya Oman. Wow, nimefurahi kusikia hivi katoto kajinga. Ndio maana kukubali sana mshikaji wangu. Yaani wewe katika swala zima la pesa, yaani akili yako inakuwa inatanuka kwa haraka sana. Vizuri sana. Ngoja sasa nikuchezee mchezo mmoja hatari sana. Alafu napiga pesa moja nyingi sana. Alafu uweze kuamini mshikaji wangu. Si unaniamini? Yes, hello. Hello, habari? Safi tu. Kwema? Kwema, niambie. Freshi. Bila shaka naongea na Lisa. Yes, of course mimi ni Lisa, lakini bado sijajua naongea na nani kwa sababu namba imekuja bila jina. Lisa, usio na haraka, utanifahamu tu. Ondoa shaka kuhusu hilo. Mimi ni yule niliyokupiga picha ukiwa na Tasha, alafu nikakutumia kupitia namba ya Oman. Nadhani ushanifahamu sasa. Jamani we kaka, kwa nini unanifanyia hivyo? Kwa nini unanifuatilia hivyo? Kwani nimekukosea nini? Usio na haraka mrembo. Twende taratibu taratibu tu, utanielewa tu. Sawa eh? Picha zako nishazi upload mtandaoni. Na zipo automatic. Ndani ya masaa 5 zitajiachia. Kwa hiyo muda sio mrefu watu wengi sana wataona uchafu wako ulikuwa unaofanya. Natumai utakuwa umenielewa sasa. Jamani we kaka, usinifanyie hivyo. Naomba basi kuwa na huruma. Usinifanyie hivyo na kuomba. Kaka jamani, naomba usinifanyie hivyo. Nipo chini ya miguu yako. Nipo tayari kukupa kitu chochote unachokitaka. Lakini naomba usisambaze hizo picha. Na kuomba, tafadhali. Mimi nipo tayari kukupa kitu chochote unachokitaka. Wewe niambie tu. Unahitaji pesa kiasi gani? Imradi hizo picha usiziachie popote pale na kuomba. Niambia gharama yote unayohitaji. Okay, fine. Sasa nisikilize kwa makini. Nitakutumia location sehemu nilipo. Alafu naomba ufike kwa haraka sana. Ila kitu cha kuzingatia, naomba usije na mtu aina yoyote yule.
na pindi nikitambua umekuja na mtu aina yote wewe, basi utakuja kunisahau katika maisha yako. Natumai nitakuwa umenielewa vizuri tu. Sawa mrembo? Braza, nakuomba uniache niondoke. Nadhani nishakwambia kila kitu. Na sidhani kama ukiniendelea kunipata kuna chochote utakachokipata zaidi ya hicho nilichokwambia. Nisamehe ndugu wangu. Naumia sana. Nakuomba uniache niondoke tafadhali. Zawadi, naomba nisikize kwa makini. Yaani mambo yako wewe na Kai naomba malizane wenyewe huko. Mimi nimechoka kusuluhisha mambo yenu. Kila siku nyinyi. Sitaki bwana. Tasha, nakuomba ingia WhatsApp. Kuna ujumbe wako. Ujumbe gani unaotumia WhatsApp? Utajionea mwenyewe. Angalia. Nimeshafanikisha kumjua mwanaume anayetoka na mkeo. Wewe, ni nani huyo mwanaume? Tafadhali naomba nitaje jina lake. Zawadi, nimesikia ujumbe wako ambao umenitumia. Vizuri. Sasa hapo cha kufanya, njoo nyumbani kwangu haraka. Okay, nakuja Zawadi, tafadhali nakuja. Tulia sasa. Shika hii pesa. Chukua. Amna bro. Inatosha bro. Wachukua basi wewe. Calm down. Sasa hivi ni amani, hakuna vita tena. Achukua pesa. Brother. Sikiliza kijana. Siku nyingine ukipewa mission za kuwafuatilia watu wazito kama sisi, inabidi uzikatae. Usikubali kile ambacho unaambiwa. Naomba uondoke. Na nimekupa hiyo pesa ili ufunge mdomo wako. Usimwambie mtu yeyote kama mimi nilikuteka na nikufanyia kitu, sawa? Risa, kila changamoto ya mtu ni fursa. Mimi ndo mtu pekee ambaye unajua ukweli wako. Mimi najua fika wewe unatoka na Tasha. Na ushahidi ni nani? Natasha na mume wako ni maswaiba wakubwa sana. Wewe unalijua hilo. Na pindi akija kujua mume wako kama unatoka na Tasha, wewe ni wadui mmoja mkubwa sana. Kwa hiyo basi, ushahidi wa picha utaamua wewe. Ni uvujishe kila mtu ajue uchafu wako au nibaki nao. Kakaangu, naomba sana, nakuomba. Tafadhali usivujishe hizo picha. Nakuomba, niko chini ya miguu yako. Ukitaka nisivujishe ushahidi huu, nipe rushwa na rushwa. Natumai utakuwa umenielewa vizuri. Ni kwa nini unafanya yote haya? Kwani nimekukosea kitu gani mpaka unanifanyia yote haya kakaangu? Utaelewa tu. Nisikilize. Mpaka sasa hivi picha zako nishazi-upload mtandaoni. Na umebakisha masaa 4 tu. Kila mtu aje kugundua uchafu wako. Tunatumia kinga. Wow. Nilijua tu. Kwa mimi nishajipanga kwa kila kitu. Kwa sababu nilijua kabisa wewe ni mke wa mtu na hujatulia katika ndoa yako. Kwa hiyo nishachukua tahadhari ya kinga. Muda mrefu tu lazima nijikinge. Lakini nitakapofanya unachokitaka sitakupa pesa tena. Usinipe pesa. Pesa utanipa na hicho unachokitaka utanipa vile vile. Na kama hujanipa pesa, namba za mume wako ninazo na zile picha nitamtumia
na ataziona. Kile cha kufa na kuzikana, ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama